Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kupeleka biashara kimataifa, ahidi kutumia bandari ya Karema kuiteka DRC, waliopisha barabara Mpanda Sikonge na Manyere Nkasi kufidiwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Siku 10 kabla ya uchaguzi, amani ya tawala, wafanyabiashara wasema lazima ilindwe kukuza uchumi, vyombo vya usalama vyasema hali ni shwari, wadau wapongeza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Wasira, nchi ipo salama, kapigeni kura, habari katika ukurasa wa 7. Sau ya haidi kilimo hai, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Polisi yampata padri aliyedaiwa kupotea, yaeleza kilichomsibu, habari katika ukurasa wa 17. Hospitali ya Benjamin Mkapa kuwa kituo cha kimataifa, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumapili ya leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maswali padre Nikata kupotea kupatikana, ni mjadala wa utata uliozingira tukio zima, mazingira yake na hali aliyokutwa nayo kwenye mashamba mkoani Ruvuma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Ndugu ya Marco Chilia inasema Padri Camillus amepatikana akiwa hai, ila akiwa amedhohofu kwa njaa baada ya kutokula siku 10 ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Umewahi kukopa mtandaoni na kudhalilishwa? Soma hii habari, imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika changamoto nyeti 3 mwendo kasi Mbagala, habari katika ukurasa wa 3. Saa 72 za Raila zilivyobebwa na mambo ya kipekee Kenya, habari katika ukurasa wa 6. Siri usizopata kumweleza mwenza wako, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Gazeti limeandika lala salama, Sau yatoa angalizo, NCCR yahimiza watu kwenda kupiga kura, habari katika ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tutazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye katika ukurasa wa mbele Jumapili leo limeandika Askofu Dr. Show atoa kauli nzito uchaguzi, asema ni makosa kutopiga kura, ataka Watanzania wasikubali kuburuzwa, ni haki yao kikatiba, habari katika ukurasa wa 3. Othman ahidi mabadiliko utumishi wa umma, habari katika ukurasa wa 3. Samia atangaza neema Katavi Rukwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Padri wa RC aliyepotea kutwa hoi shambani, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika wagombea urais wasisitiza amani uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa 4. Maisha yalivyo, ijue nguvu ya kuomba msamaha, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji.
Gazeti Mzalendo katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni jitokezeni mpige kura, Dr. Samia awaagiza mabalozi katika maeneo yao kuhakikisha waliojiandikisha wanatimiza haki yao ya kikatiba, awahutubia wananchi katika mkutano wa kampeni Kibaoni, asisitiza Oktoba 29 wajaze masanduku ya kura. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Balozi Nchimbi ahidi barabara uhakika Moro, habari katika ukurasa wa 3. Mwisho enzi za Raila Odinga, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Dr. Mwinyi atangaza neema kwa uvuvi Zanzibar, habari katika ukurasa wa 2. Wasira, nchi ni salama, wananchi kapigeni kura, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amesema nchi ipo salama, wananchi wakumbushwe na kuhamasishwa wakapige kura kwa wagombea wenye sifa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mgombea urais UPDP ahimiza upigaji kura, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake mbele. Nalo gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kuichangamsha Katavi, leo kunguruma mkoa wa Katavi kuendelea na kutafuta kura za ushindi wa CCM. Wanachama wajipanga kumpokea kwa shangwe, wakulima wavuvi waahidi kutiki Oktoba 29. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ridhiwani, kima cha chini mshahara sekta binafsi chaongezeka, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mpango ashiriki kuaga mwili wa Odinga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Tanzania kunufaika na programu ya Benki ya Dunia ya kuendeleza kilimo, habari katika ukurasa wa 2. Vijana Kizimkazi wapeperusha bendera maalum ya Dr. Samia kileleni mlima Kilimanjaro, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi atangaza neema kwa uvuvi, bandari ya uvuvi, viwanda vya samaki kujengwa, habari katika ukurasa wa 2. Hemedi haidi kuwainua walimu wa madrasa Kiwani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Zeki pokea karatasi za kupigia kura, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Serikali imeufungua kiuchumi mkoa wa Katavi, Dr. Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika Zanzibar Leo Jumapili ya leo. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika subirini muone Pantev Gamondi watoka ulinzito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Leo Jumapili ni Nsingizini dhidi ya Simba Sports Club, Flambeu dhidi ya Singida Black Stars. Michezo yote itapigwa saa 10 jioni. Falls, mashabiki Yanga waguna Azam FC yagawa dozi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Matokeo ikiwa ni Silver Strikers 1, Yanga 0, Azam FC 2, KMKM 0 kombe la shirikisho. Siri ya darasa na Alikiba Fei Nyoni wazungumzia talaka, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika ratiba ya EPL ni Liverpool dhidi ya Manchester United saa 12 na dakika 30 jioni. Rekodi zao tangu mwaka 1894, mechi 244. Liverpool kashinda mechi 82, Manchester United kashinda mechi 91, sare 71. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi kuu leo Jumapili, JKT Tanzania dhidi ya Namungo saa 1 usiku, Meja Samuyo. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Azam yanusa makundi, Yanga hoi, Simba Singida mguu sawa ugenini, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Twiga JKT Queens kuwania tuzo CAF, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mbilia Bell amlilia Raila, habari katika ukurasa wa 21. Yanga ya muenzi cha Mangwana, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Nalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika Yanga yatulizwa Malawi, Azam FC yatanguliza mguu mmoja hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika, habari katika ukurasa wa 23. Pantev ahidi soka safi na ushindi CAF, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Guardiola afurahia ubora wa Grealish, habari katika ukurasa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani.